Umechoka kuandika caption kila siku bila engagement? Unapoteza muda kuandika matangazo, lakini hakuna anayekomenti, hakuna anayenunua? Usiwe na wasiwasi. Tatizo sio bidhaa zako, ni maneno unayotumia. Karibu kwenye video hii. Leo tunazungumzia mfumo wa Passot, mbinu rahisi lakini yenye nguvu ya kuandika matangazo au maudhui ya mauzo yanayovutia, kushawishi na kuleta matokeo. Passot ni kifupi cha problem, aspire au agitate, solution, offer, testimony, response. Hii ni formula ya kisaikolojia ya kushawishi watu kupitia maneno. Inatumika na makampuni makubwa, wauzaji mtandaoni na hata wazalishaji wa maudhui wanaotaka kufikisha ujumbe wenye athari. Hatua ya kwanza, problem au tatizo. Hapa unatambulisha tatizo ambalo hadhira yako inakutana nalo kila siku. Unawafanya wasikie kama unawaelewa, kama uko upande wao. Mfano, tutatolea mfano wa tangazo la dawa ya meno au toothpaste. Umewahi kuhisi aibu ukicheka kwa sababu ya meno yenye rangi ya kahawia? Au labda unahisi harufu mbaya mdomoni hata baada ya kupiga mswaki mara 2 kwa siku? Lengo hapa ni kugusa maumivu yao kwa uhalisia bila kuwatukana au kwa hukumu. Hatua ya pili ni aspire au kuchochea tatizo. Sasa unachochea tatizo hilo. Unaonyesha athari zake au tamaa yao ya kubadilika. Unawafanya wasikie kama ndio, hilo ndilo tatizo langu, nataka kubadilika. Mfano, fikiria ukiweza kutabasamu kwa kujiamini kila mahali bila hofu ya harufu mbaya au madoa kwenye meno. Fikiria meno yako yakianza kuwa meupe kwa asili na unahisi mdomo wako ukiwa safi muda wote. Sasa, kwa nini uendelee kutumia dawa yenye kemikali zinazoharibu fizi zako? Lengo ni kuongeza mshindo wa kihisia. Watu hununua kutokana na hisia, kisha hutumia mantiki kujihalalishia. Hatua ya tatu, solution au suluhisho. Hapa ndipo unaonyesha mwanga mwishoni mwa giza. Unatoa suluhisho lako. Ni wakati wa kusema kuna njia rahisi ya kubadilisha hilo. Mfano, njoo ujue dawa ya meno ya asili inayotengenezwa na mchaichai, karafuu na tangawizi, bila kemikali, bila fluoride nyingi. Inasaidia kuondoa madoa sugu, kuzuia harufu mbaya, kuweka fizi imara na kung'arisha kwa njia ya asili. Usianze na kuuza moja kwa moja. Kwanza onyesha thamani. Hatua ya 4, offer. Sasa ndipo unatoa ofa yako wazi wazi. Eleza kile unachotoa, faida zake na kwa nini mtu achukue hatua sasa. Mfano, nunua dawa moja, upate nyingine bila malipo na upate brush ya asili ya bambuu bure. Au hapa unaweza kupandisha bei. Mfano, ikiwa dawa inauzwa 20,000, unaweza kusema dawa hii inauzwa kwa shilingi 30,000, lakini kwa watu 20 wa kwanza pekee watapata kwa shilingi 20,000. Faida ya ofa hii ni kwamba unapata dawa bora ya asili kwa bei ya chini, unajihifadhi na gharama na bado unapata matokeo halisi: pumzi safi, meno meupe na kujiamini kila siku. Baada ya hapo tutarudi kwenye bei ya kawaida. Kumbe ile 20,000 ndio bei halisi ya bidhaa. Kisha utatoa mawasiliano. Mfano, wasiliana nasi WhatsApp kwa kupitia namba, unahitaja namba yako, au tembelea ukurasa wetu wa Instagram au TikTok. Hapo pia utataja jina la akaunti yako. Hakikisha tangazo liwe linaendana na bidhaa yako. Hatua ya 5, testimony au ushahidi wa kijamii. Watu huamini zaidi pale wanapoona wengine wamefaidika. Mfano, sikiliza alichosema Amina. Nilikuwa natumia dawa nyingi bila mafanikio. Tangu nianze kutumia Smile Herbal, meno yangu yamekuwa meupe na harufu mbaya imetoweka kabisa ndani ya wiki moja.
Ikiwa hauna ushahidi bado, unaweza kutumia mfano au ushahidi wa kimantiki. Unaweza kutumia mfano wa kawaida kama wateja wengi wameripoti mabadiliko ndani ya siku 7 tu. Hatua ya mwisho, response au mwito wa kuchukua hatua. Hatua ya mwisho ni mwito wa moja kwa moja, call to action, waambie wafanye nini sasa. Mfano, usisubiri hadi harufu mbaya ikufanye ujitenge. Bonyeza link iliyopo hapo chini au tuma ujumbe WhatsApp sasa upate ofa yako kabla haijaisha. Hakikisha tangazo liwe linaendana na bidhaa yako. Sasa umejua mfumo wa PASSOT: problem, aspire, solution, offer, testimony, response. Sasa ni zamu yako ya kuutumia. Chukua karatasi, andika tangazo lako la kwanza kwa kutumia mfumo huu leo. Halafu comment chini, niambie matokeo yako yalivyokuwa, na usisahau kusubscribe.